amekuja kupokea amekuja kupokea rasi wake. Waheshimiwa viongozi mbalimbali mliopo nasi hapa, viongozi mlioapishwa leo, kamishna wa maadili Jaji Mwangesi, watendaji mliopo nasi, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa, baada ya shukurani nyingi kwa Mungu wetu, niwapongeze sana mlioapishwa hapa kwa kuaminiwa kubeba dhamana hizi. Ni matumaini yangu kuwa mtalinda imani niliyowapa na kuishi viapo mlivyowapa hapa leo na kuwatumikia wananchi kwa uaminifu. Kwa waheshimiwa wakuu wa mikoa, Mheshimiwa Kenan Kiongozi, muda mfupi nilikuwa kwenye mkoa wako Simiyu, nimeona kazi ulioifanya nzuri sana, na kwa sababu mkuu wa mkoa wa Arusha ameamua kuingia kwenye kinyang'anyiro, nimekuhamisha kutoka Simiyu kwenda Arusha. Najua Arusha unapajua vizuri, na nguvu ile ile ulioitumia Simiyu, nenda kaitumia Arusha. Najua unaweza. Kawaunganishe wana Arusha na kutakia kazi njema. Ndugu Ana Mringi Macha, nimekutoa Shinyanga, nimekupeleka Simiyu. Umefanya vizuri Shinyanga, na najua ulishajipanga vyema kwa Shinyanga. Sasa nenda kamsikilize Kenani alivyojipanga, nawe anza safari pale Simiyu. Si pazito, nimetoka juzi, najua unaweza. Kwa hiyo nakutakia kazi njema. Vile vile tumewateua wakuu wa mikoa wapya watano pamoja na Kamanda Siro, watano, na 4 kati yao ni vijana mliopikwa ndani ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo sina wasiwasi nanyi, lakini kama alivyosema Mheshimiwa Spika, tumeangalia utendaji wenu, tumewafuatilia kwa karibu, tumeona kipindi hiki hatuna haja ya kutoa watu nje kuleta, tuwapandishe muendeleze mikoa mliotoka. Lakini kwa Kamanda Siro, mkoa wa Kigoma ni mkoa wa kimkakati, ni mkoa unaopakana na nchi jirani, ni mkoa wenye mambo mengi. Kwa hiyo tumemtoa pale kamanda wa polisi, tunakurudisha kamanda wa polisi. Lakini kamanda wa polisi, wewe umechanganya na ujuzi wa diplomasia. Kwa hiyo nimekuona utafiti kwenye mkoa ule. Najua nimeshakutumia sana kama IGP, kama balozi, lakini bado nakuona una nguvu. Nenda kaushike mkoa wa Kigoma. Harry James, nimekuona Iringa unavochemka, na hakika unapaweza. Nenda kafanye kazi. Mboni Mhita Shinyanga, najua kwa sasa hivi hata Kisukuma unaongea. Sasa nenda kaivae Shinyanga. Kama ulikuwa unafanya kazi chini ya mkuu wa mkoa, sasa wewe ndiyo mkuu wa mkoa. Nataka upite vichochoro vyote vya Shinyanga na uhakikishe Shinyanga inanyooka, na kutakia kazi njema. Beno Mbeya, nilikuwa nakufuatilia kwa karibu yanayotokea pale Mbeya mjini. Mbeya unapajua pazito kidogo, na nyumbani kwa Mheshimiwa Spika. Kwa hiyo kalinde heshima ya Mheshimiwa Spika. Kalinde heshima ya Mheshimiwa Spika na hakikisha Mbeya inabaki salama. Songwe, Jabir, na kujua ni mpya kwa Songwe, nimekutoa Morogoro. Wapi pale kuna hiyo Gairo, nimepita Gairo, nimeona kazi yako na hakika unaweza kuishika Songwe. Nataka nikwambie kwamba Songwe si rahisi sana, lakini kwa uwezo wako na hakika utapaweza. Wewe ni mstahamilivu, ni msikivu, na hufoki, lakini una actions.
Lakini bahati mbaya ni kwamba wewe ni mpya na rasi wako ni mpya Hawasi. Lakini Hawasi ana experience zote za kichama na za kiserikali. Kwa nendeni mkasaidiane kwa karibu. Sitaki kusikia kuna migongano aidha baina yenu au baina mnayowakuta pale chini. Kama kuna migongano kaiwekeni sawa. Lakini nataka mkashirikiane, tumieni ujuzi wenu wa kichama lakini wa serikali muiongoze Songwe. Nawatakia kazi njema. Kwa wakuu wa mikoa wote mliopo hapa na wanaotusikiliza, nina mambo manne makubwa ya kusema nanyi. La kwanza, kuwatakia kusimamia amani na usalama katika maeneo yenu. Nyinyi ni wenye viti wa kamati za usalama kwenye maeneo yenu. Kwa hiyo kipindi hiki tunachokwenda, kuna vijichokochoko vinaweza vikatokea vya makusudi na vya bahati mbaya. Nataka mkasimame imara kuhakikisha mikoa inabaki salama. Tunakwenda kwenye uchaguzi tukiwa salama. Najua tunakwenda kwenye mchakato wa uchaguzi, makundi yatahibuka mengi. Nendeni kama makamisa wa mikoa, kasimameni imara, hakikishe mikoa inabaki salama. Lakini la pili, usimamizi wa fedha za serikali. Tumeleta fedha nyingi, kuna miradi mingi iliyokamilika na inayoendelea. Nendeni kasimamieni usimamizi wa fedha za serikali. Miradi inayotekelezwa iende na thamani ya fedha tunayoishusha. Fedha ile ni kwa ajili ya kutatua shida za watu na si vinginevyo. Nataka mkaisimamie. La tatu, swala la mapato ambalo nalisema kila siku. Katika mikoa yenu tuna uwezo wa kuongeza ukusanyaji wa mapato. Na kwa mwaka huu tumewaongezea kiwango cha ukusanyaji. Lakini na hakika mnaweza kufanya zaidi ya hapo. Mnaweza kufanya zaidi ya hapo. Msende kutumia maguvu, lakini kakusanyeni mapato. Hakikisheni mifumo iliyowekwa inafanya kazi vizuri. Fedha inapatikana. Nadhani mwenendo wa ulimwengu mnauona. Akitoka kuchokozana huyu, anaingia kuchokozana huyu. Akitoka huyu, anaingia huyu. Uko mbele hatujui kinachokuja. Kama kutapanda bei za bidhaa, kutapanda mafuta, kutafanyaje, wengine wanajivuta katika misaada. Kwa hiyo la maana hapa ni kukusanya ndani kwetu. TRA inafanya vizuri, nataka mikoa ikafanye vizuri. Simamieni halmashauri zikusanye mapato vizuri. La nne, nirudie kusisitiza kwamba twende tukawasikilize wananchi. Kipindi hiki ni cha mchakato kuelekea uchaguzi, lakini mikoa ipo na nyinyi mpo mnaendelea kuwasikiliza wananchi. Lakini kipindi hichi cha uchaguzi kutokuwa bias. Kama wakuu wa mikoa, kasimameni katikati. Shirikianeni na chama, kasimameni katikati, muendeleze mchujo katika uchaguzi unaokuja. Kajishusheni. Jua mkuu wa mkoa ukifanya mabega hivi kama ile mizani ya mahakamani kule, haipendezi. Kwa mkoa unatakiwa uwe down, uwe kwa watu. Ukiwa kwa watu wewe, wakuu wa wilaya watakuwa kwa watu, wakikuoneni nyinyi. Na dhamana kubwa kuwasimamia wakuu wa wilaya, halmashauri. Nendeni kafanyeni kazi. Katibu Mkuu Agnes Meena, hongera sana na pole. Umefanya kazi nzuri wewe na Mwajuma pale maji. Niliamini wamama wawili kumsukuma na kumsaidia waziri wa maji, na mmefanya vizuri. Na kwa miradi iliyobaki, nahisi katibu mkuu liyepo na waziri wako mnaweza mkamaliza vizuri na tukafikia lile lengo tulilojiwekea na kupita. Kwa hiyo Agnes, nimekupunguza, nimekurudisha mifugo. Najua mifugo unaijua vizuri sana. Nenda kaisimamie. Shemdoe amefanya kazi nzuri, ameamua kuingia kwenye kinyang'anyiro. Nenda kasimamie pale pahali. Kapasimamie. Najua unajua kuna kazi kubwa ya kuendeleza uvuvi lakini na ufugaji. Kama unavyojua tunaangalia sasa masoko ya nje. Na masoko ya nje ni viwango. Kwa nenda kasimamie uzalishaji kwanza, pili viwango. Tuna kazi ya kusimamia bandari ya uvuvi ya Kilwa ambayo almost imefika pahali pazuri.
simamia imalizike. Bandari ile ni mkombozi wetu, ikimalizika pana ajira 30,000 pale. Vijana wetu wanaweza wakaingia. Lakini la pili, nilipokuwa Simiyu juzi nilizindua chanjo. Waziri yuko hapa. Mimi nina imani na wamama. Huko nyuma wanasema wamama wawili wakikaa kwenye wizara haiendi. Lakini mimi nina imani tofauti. Na imani wamama wakikaa pahali mambo yanakwenda. Kwa wamama wawili nyinyi, hata siku moja msende kutizamana kavaa nini, kasuka nini, hapana. After all, waziri wewe unajifinika wala huoni ulichosuka. Mwenzio tu ndo unajua kwamba ana kalikiti kichwani. Kwa nendeni kachapeni kazi bwana. Kachapeni kazi, tuoneshe kwamba wamama tunafanya kazi tukiamua. Nendeni kachapeni kazi, na watakia kila la kheri. Makatibu tawala wa mikoa tumebadilisha wawili. Ndugu Rashid Mchata yupo, tumempeleka Tanga. Nataka ukachape kazi Tanga. Lakini ndugu Pili, wewe tumekuleta Pwani. Sasa Pwani sio Tanga. Tanga ilikuwa na mabaibu yetu na vipepeo vyetu na nini, mambo wawa. Ingawa Tanga sasa tunaifanya iamke kwa viwanda. Sasa Pwani kuna viwanda vingi sana. Sio mkuu wa mkoa wako kama yupo. Nadhani yuko na shughuli zingine. Pwani nenda kasimame imara, msaidie mkuu wa mkoa. Pwani mnaweza kukusanya mapato kwa kiwango kikubwa. Lakini Pwani kuna upwani. Nimekutoa Tanga kwenda Pwani sababu wanafanana. Umwinyi ni mwingi. Lakini nenda kasimame, fanya kazi, kusanya mapato, fanya Pwani ipige kazi. Sawa ndugu yangu, nakutakia kila laheri. Vile vile tumeteua makatibu tawala wawili, Bwana Abdul Mhite. Tumekupeleka Dar es Salaam. Nimesha kuona mara moja ukifanya presentation. Nilivutiwa sana nawe katika ile presentation. Najua ukikisimamia kitu unataka kiwe. Dar es Salaam ni jiji la aina hiyo. Dar es Salaam ni jiji kubwa, lakini wamepata mjanja mwenzao Chalamila. Wewe sikuoni ni mjanja kama yeye, lakini combination inaweza ikaenda. Yeye akiwa juu, wewe uko chini, mambo yataenda vizuri. Kwa nenda kasimame, chapa kazi, msaidie mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Dar es Salaam isimame. Kwa ujumla, wakuu wa mikoa na makatibu tawala, huko karibu tukaa. Huko mikoani kwenu, huko kwenye wilaya na halmashauri, kuna fedha nyingi ambayo ya ndani haitumiki vizuri. Kwa mfano, halmashauri inaweza kuwa ina mabilioni ya pesa kwenye account, lakini haziendi kwenye kazi za maendeleo. Wanafikiria kufanya mengine. Inawezekana halmashauri ina pesa nyingi, lakini wao hawajijui kwamba ni watumishi wa watu. Ndani ya halmashauri yule kuna barabara mbovu, kuna vituo vya afya vinataka ukarabati, kuna mashule yana sura mbaya. Fedha ipo, na fedha halmashauri maana yake ikawatumikie wananchi. Lakini wa uongozi wa halmashauri wanafikiria fedha ile kuiwekeza kwenye jambo ambalo tofauti na wananchi. Naomba mkalisimamie hasa Dar es Salaam. Halmashauri zinafikiria kuwekeza kwenye mahoteli kuliko kuwekeza kwenye huduma za wananchi. Kazi yenu pale ni kuhudumia wananchi. Na sio ndio kuwekeza kupo ili halmashauri ipate, lakini je, umemaliza shida za wananchi? Wananchi wanapiga kelele na barabara na mashimo na nini na nini. Wewe unachukua fedha unakwenda kuiweka kwenye kitu kingine, haielekei. Niombe sana. Au wakati mwingine serikali inanunua vifaa tiba, vitendea kazi. Vinafika kwenye halmashauri, hapana pahali pa kuweka. Halmashauri ina fedha ndani, lakini wangoja serikali kuu ilete pesa. Kama imeleta mashine, ilete na pesa yako pahali pa kuweka mashine. Hatuendi hivyo. Hatuendi hivyo. Niombe sana kasimamieni kazi na huduma kwa wananchi. Ndicho kilichotuweka hapa. Hakuna kingine. Mengine ni by the way. Umeokota kismati, umepata, well and good. Lakini kilichotuweka ni huduma kwa wananchi. Naibu makatibu wakuu Dr. Hussein Omar
tumemtoa Wizara ya Kilimo kwenda kuwa naibu katibu mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, na vile vile tumemteua Profesa Peter Msofe kuwa naibu katibu mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais anayeshughulikia masuala ya mazingira. Nimeangalia tiririko wa kazi ulizokuwa ukizifanya na CV na hisi pale utakwenda kutusaidia vizuri. Niombe sana kashirikiane, waziri wako yuko hapa, kashirikiane na katibu mkuu wako, nadhani yupo, yuko hapa, mkashirikiane, mfanye kazi. Sitaki tena kusikia zipo. Nataka mkashirikiane, mfanye kazi. Tunakoelekea ulimwengu huu haujulikani. Mazingira yamebadilika, mvua hazina hakika, sijua lenyewe ndio hivyo. Kwa hiyo kashirikianeni, fanye kazi, muinusuru nchi na majanga ya mazingira. Mhandisi Athmani Juma Kilundumia na maaskari walikuwa wanashughulikia maendeleo ya mazao na chakula. Nimekubadilishia portfolio kwa sababu tunataka kuongeza, kabla kufika huko kwenye usalama wa chakula na mazao, tunataka kuongeza uzalishaji kwanza. Kwa hiyo tumekupeleka ukashughulike sasa na mambo ya umwagiliaji maji, ukisaidiana na Mdolwa. Mdolwa yuko? Hayupo. Ukisaidiana na Mdolwa tunakwenda kuanzisha kamisheni ya umwagiliaji maji. Kwa hiyo nataka ukasimamie hiyo, lakini pia zana za kilimo. Tumeanzisha centers za matrekta na zana za kilimo huko kwenye zoni mbalimbali. Zile zinataka usimamizi wa karibu sana, sababu ni fedha nyingi tumetumia kuweka zana hizo za kilimo. Lengo ni kumpunguzia mkulima gharama. Sasa hivi wanatumia sana zana kutoka private sector, gharama ni kubwa, lakini center zile zinakwenda nusu ya bei ya private sector. Kwa hiyo kwanza ni kuhakikisha mkulima anapata huduma, pili ni kuhakikisha maintenance ya vyombo na survival ya vile vituo, lakini pia kuhakikisha mabwawa yanayochimbwa kwa umwagiliaji maji yanafanya kazi pasavyo. Kwa kilimo, kwa mifugo, utashirikiana na mwenzio huyo wa mifugo kwa matumizi yote yaliyokusudiwa, na kutakia kazi njema. TRC Machibia, kwanza tumshukuru Kadogosa kwa kazi nzuri aliyoifanya ndani ya TRC. Hakuna 100% na hakuna anayefika huko, lakini alijitahidi. Unachukua nafasi yake, nenda kaanzie alipoachia. Kaanzia alipoachia. Ndani ya TRC kuna mambo mawili makubwa. Kuna SGR, kuna na MGR. Nataka TRC sasa mtoke kwenye fikra ya infrastructure peke yake na muende kibiashara zaidi. Muende kibiashara zaidi. SGR inajengwa kwa uwezo wetu, tutakwenda na wanaotusaidia tutakwenda. Vipande na maendeleo yake nimevisema jana, bado tuna kazi kubwa na itakubidi wewe uisimamie kazi hiyo. Kazi yangu mimi huku na wenzangu ni kutafuta fedha na kuzishusha kwako ili kazi hiyo iendelee. Tunataka by 2030 kilomita zote 2000 na ziwe zimekamilika. Tuwe tumeshajiunga na Burundi, then huko Burundi wakielekea Rwanda sio kazi, wakiendekea Rwanda na DRC Congo sio kazi yetu, lakini sisi tuivuche tuingie Burundi. Kwa hiyo nenda kasimamia SGR operation, lakini pia operation kama tulivyokubaliana nyuma kwamba tuingize private sector. Nilifurahi juzi TANESCO kwa hiari yao nimesikia wanatangaza kuingiza private sector kwenye kusambaza umeme na kujenga transmission line. Hatuwezi kwenda bila private sector. Kwa hiyo niwaombe sana TRC, operations za reli. Sasa hivi tunakwenda Dodoma, tunakwenda vizuri, lakini jana naongera sana mmeanza operations za mizigo. Huwezi kuzisimamia zote. Lazima private sector ingie.
Kwa hiyo kakae kaangalie, tuingize private sector. Private sector kwenye ujenzi wa infrastructure, lakini pia kwenye operations. Fikirieni kibiashara zaidi. Lakini MGR na yenyewe ni ya siku nyingi, meter gauge railway, ambao lakini ina umuhimu wake. Na umuhimu wake kwa abiria na mizigo pia, na hasa kwa mizigo. Kwa na yenyewe maeneo kadhaa yanataka kukarabatiwa, maeneo mengine yanataka kujengwa upya. Kwa mfano, korido ya kaskazini huko inataka ujenzi mpya, kwa nenda kasimamie. Lakini vivyo hivyo kuna watu wana interest ya kuunganisha bandari ya Mtwara na bandari ya Mbamba Bay kwa reli. Wasikilizeni. Na kama mtu anakuja mwenyewe na fedha yake na mnafanya engineering estimate, hajatupiga kama vile anatuletea gharama kubwa sana, mpeni ajenge. Kwa sababu akesha jenga, imejengwa, ipo Tanzania. Hata tukikerana naye haichukui, tunayo. Atatulipisha pesa yake, tutampa, lakini reli ipo. Kwa anayekuja na pesa yake, mpeni. Zile bla bla sijui za kushindanishwa, sijui tenda, sijui nani, kama wapo wengine wangekuja. Kama hawajaja kaja mmoja, mimi na pesa yangu nipeni reli, lakini nipeni na hiki, kipimeni, mpeni. Ndio maendeleo. Tukistiki na hizo sijui procedure za PPRA, sijui na nini na nini, hatuta move faster. Ulimwengu huu ni lazima tu move faster. Mmesikia jana nimesema IMF wanasema uchumi wa Afrika utakuwa by 2.3. Lakini Tanzania tutakuwa by 6%. Kwa sababu hii ya kwenda faster. Kwa hiyo niwaombe sana kwenye infrastructure twende faster. Na reli ndio kila kitu, na bandari. Reli na bandari ndio kila kitu. Ndio facilitators wa biashara, usafiri na usafirishaji. Logistics ni reli na bandari. Kwa hiyo nenda kasimame. Una security ya nchi yetu, nenda kaisimamie. Haya, kuna watu ambao niliwateua kitambo, sijapata nafasi ya kusema nao, lakini leo wapo. Dr. Limo Nyesabu, nimekutoa Azania kwenda PSSF. Azania ulikuwa unafanya mambo ya banking, sawa na benki zingine zote, lakini nimeona nikutumie vizuri zaidi pale PSSF, kwamba pale ni roho ya wafanyakazi wetu wa umma. Roho yao iko pale, maisha yao yako pale, fedha zao ziko pale. Na experience yako ya banking najua utakwenda kuziweka hizi fedha vyema. Utatusaidia serikali kuwa na mzigo mzito wa deni tuliokuwa nao kwenye taasisi hii. Lakini pia kama nilivyosema, kuna uwekezaji ambao wakati mwingine kwa nadhani utakwenda kukaa vizuri na kuona ni miradi gani mfuko huu uwekeze, jinsi ya kulinda fedha ya wafanyakazi na mambo kama hayo, na kuhakikisha mfanyakazi akimaliza wajibu wa kulitumikia taifa, haki yake iko pale kama tulivyokubaliana kisheria. Na kutakia kazi njema. Asante sana. Dr. Kimambo Muhimbili, pole, sio kazi rahisi, na pengine napanga kuja kukutembelea huko, lakini kuambie kwamba Dr. Janabi alifanya kazi nzuri sana sana sana. Lakini Muhimbili tuna mipango mingi na mikubwa ya ile hospitali, kuiendeleza na kuikuza zaidi. Jana nilisema vizuri kwamba katika sekta ya afya tumekuwa sana na tumeingia kwenye huduma za kibingwa. Sasa najua proud za madaktari. Kila daktari hamwamini mwenziwe, I'm best than huyu na huyu na huyu. Ukijua kukaa nao, watachapa kazi vizuri, watafanya kazi vizuri. So wewe ni wa kila daktari, not necessarily wa profession yako peke yake. Muhimbili panataka professionalism na administrative skills. Nenda kapasimamie. Nimechuja CV nadhani zilikuwa 8 au 7 zile, lakini nimeibuka na Dr. Kimambo. Kwa hiyo nadhani utakwenda kunisaidia vizuri Muhimbili. Lakini pia kuna fedha ambazo tumeshazisaka kwa ulimwenguni zinakuja kwenye matengenezo au kuimarisha zaidi Muhimbili, hasa kwenye majengo. Nenda kasimamie pale Muhimbili. Muhimbili ilikuwa Muhimbili tu, lakini imepanda hadhi, watu wanaisifia. Nenda ka maintain sifa na nenda kaipandishe kiwango zaidi.
wakati nilipata wageni kutoka Marekani wakaja kuniona. Wageni hao walikuwepo wakati tumepata ajali ya watoto Arusha, na wao ndio waliwachukua watoto kuwapeleka Marekani kutibiwa. Wakaja kuniona, walivyorudi wakafanya ziara kwenye hospitali yetu. Pa kwanza walipokwenda ni Mount Meru, alafu wakapata hamu ya kuzunguka hospitali nyingine. Kaja kuniona afisini wakanambia, hebu tuambie umefanya vipi? Mount Meru tulioiacha wale watoto wameumia, hakuna hata ile ya pumzi ya watoto. Leo ina vifaa kama vilivyo kwa Marekani. Umefanya vipi? Kwa hiyo Muhimbili nayo ni hivyo hivyo. Imekuwa tumeitengeneza sana. Nenda kaisimamie. Keep the Muhimbili status. Jana nimesema tumepandisha idadi ya watalii tiba. Wanakuja kwa wingi. Sasa hivi tuna 12,000 nadhani na 500. Na watakuja kwa wingi. Jinsi tunavyokuza huduma, watakuja kwa wingi. Kwa nakutakia kila laheri katika kazi yako. Ngorongoro headache. Ni headache. Sijui mwenyekiti yupo. Mpaka mwenyekiti ananilalamikia. Unanibadilishia watu kila siku. Naambia ndio mwenyekiti, kwa sababu sijampata ambaye nataka afanye Ngorongoro unavyotakiwa iwe. Sijampata. Kwa imani yangu wewe utakwenda kunisaidia. Nenda ka study vizuri Ngorongoro kama shirika. Linatakiwa kufanya nini? Ni business na conservation. Wanyama wale wabaki pale, ndicho watu wanachokifuata. Ile ecology ya Ngorongoro ibakie kama ilivyo, ecosystem ile ibakie ilivyo, tayari imeanza kuharibika. Kwa hiyo nataka ukairudishe Ngorongoro. Najua sio area yako, lakini unaweza ukasoma na ukaelewa kinachotakiwa na ukafanya. Ngorongoro imevutia watu wengi sana duniani. Wanakuja kutaka kuwekeza Ngorongoro. Jua maeneo gani ya uwekezaji, maeneo gani ya kukipu ecology, kumaintain ecology ya Ngorongoro. Yale maeneo ya uwekezaji wape watu wawekeze. Waekeze, walete watalii wengi zaidi. Sababu tatizo letu sasa hivi ni accommodation. Idadi ya watalii inakuwa, lakini ukibuku kuja Tanzania leo mwezi wa ngapi huu, June, utaambiwa nafasi iko Novemba kuja kupata chumba Tanzania. Kwa hiyo tuna tatizo la accommodation, pahali pa kulaza wageni. Kwa hiyo nenda kaliangalie hilo, lakini katunze ecology, lakini pia kuna mgogoro na wenyeji pale, ambao kwa sheria zetu wenyewe tulisema kuwe na coexistence. Baadaye wenyeji wamezidi, mifugo imezidi. Ilikuwa ukiingia Ngorongoro cha kwanza unachokiona ni ng'ombe, mbuzi, kondoo kuliko twiga. Mara ya kwanza mimi nimekwenda Ngorongoro, kuingia tu kutoka kwenye geti lile, twiga huyu hapa anakula majani, nikafurahi. Mekwenda mbele, zebra huyu hapa, tembo huyu hapa. Sasa hivi unakuta ng'ombe kwanza, kondoo na nani. Nimeunda tume 2 za kuangalia hilo, mambo ya Ngorongoro specifically. Kwa utakapotoa ripoti yao, tutakuinvolve ujue sasa una implement kiasi gani kudeal na wale watu, lakini kumaintain Ngorongoro. Ngorongoro ni urithi wa dunia. Tukiharibu, dunia haitatusamehe. Urithi ulioko kwetu Tanzania ni fahari yetu. Naomba ka maintain Ngorongoro. Kama kuna miba yoyote iko humo ndani, toa. Najua Ngorongoro pako very lucrative. Kuna watu wamelowea hapo na wasingependa kuona mtu mgeni anaingia, kwa sababu unahatarisha interest zao. Kwa kama kuna miba yoyote, toa. Niambie, Mheshimiwa Rais umenipa hii kazi, huyu na huyu na huyu na huyu ni miba, mimi nitakusaidia kuwatoa. Ninachotaka Ngorongoro ikae vizuri, iende liwe shirika, lakini Ngorongoro yetu kreta ile maintain status yake kama urithi wa dunia. Sawa? Nakutakia kazi njema. Nihitimishe kwa kuwakumbusha kuwa sote ni Watanzania na sote ni watumishi wa umma. Tuko kwenye timu moja na tunajenga nyumba moja. Hivyo tukafanye kazi kwa ushirikiano na wale tunaowakuta kwenye ofisi zetu. Tunakuta waliopinda mikono kidogo, tuwanyooshe pole pole. Kila ulemavu unanyooka, lakini unyooshaji ni pole pole. Ukitaka kutumia maguvu, aidha utamkata unayemnyoosha au utakutandika kibao umie wewe. Kwa nendeni kanyosheni pole pole. Tumieni busara, tumieni hekima katika kufanya kazi.
Mwisho kabisa tena niwatakie utekelezaji mwema wa majukumu yenu na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni. Asanteni sana. Asante. Naomba tupige makofi kwa Mheshimiwa Rais. Asante, tunakushukuru.